mwanweni. Na kwamba nyumba isiyo na mke hata kama kuna mali ndani. Mwandu gopokoro na kisijariti giyo. Hiyo mali bado inatosha kwa sababu anayezilinda hayupo. God amate. Inajigonga kwa Mungu. God anaweza. Amen. Jariti mwandu kata kibeti gik magase mantiere migo kwangi. Anayelinda mali hata kama kuna tu vitu mbaya ambavyo mtu anaweza hesabu. Kidigo gigo moneta goge. Na kati ya hayo vitu kama hakuna mwanamke. Ogigo ni hapa. Hizo vitu ziko nje. Gioge kwa michia. Hazina kinachozuia. Karachielena. Kinachozuia ni nani? Chela ena dako. Kinachozuia Marito mwanamke. Anayelinda. Marito Anayelinda mwandu de chuono. mali ya huyo mume. Koro karega makoro iwacho ni giteka ahinya. Sasa ni nani huyo ambaye ako na nguvu sana? Ena dako mukele odno. Ni yule mwanamke ambaye ameoneka hapo. Koro mwanamke wanamuone. Ndiposa sisi wanawake Wakore timu mape. tuko na kazi ngumu. Neketikana ngutie. Kwa sababu huyo mtu asiwe na mali. Hana mali kwa sababu yake. Hallelujah. Haleluya. Kedoko onge giteko. Tena kama hana nguvu. To onge giteko ni kistin. Hana nguvu ni kwa sababu yake. Opaki suru. Amen. Maruko mukunda wale ni ole kanye chakuke. Hiyo sasa haijalishi kwamba ulianza kazi gani. Katika hatua ambayo Mungu alishakupatia ili uishi na huyo mtu. Hiyo ndio hatua ambayo Mungu amekupatia nguvu juu ya hiyo nyumba. Ili ulinde mali iliyo ndani ya hiyo nyumba. Tena mali iliyo katika hiyo nyumba iongezeke kwa sababu yako. Katika miaka mingine huko nyuma, kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Adeli mwana wa Ndoo. Alikuwa na mtumishi wa Mungu mwingine ambaye anaitwa Benson Nyamboma mwana wa Sudula. Aliketi chini. Walikuwa wanafundisha neno. Hallelujah. Amina. Walikuwa wanafundisha wasichana wadogo ambao bado hawajaenda katika ndoa. Walikuwa wanaambia wasichana, sasa mmeokoka vizuri sana. Tena hiyo miaka walikuwa wanaongea 90 na kitu hapo. Msichana ambaye aliokoka alikuwa anakaa kana kwamba hiyo miaka tulikuwa na kushuka nywele katika nyumba ya Mungu katika hiyo miaka. Walikuwa wanafunga nywele yao na hata wafunge maisha yao. Hivyo walikuwa wanaongea na msichana mwingine anaitwa Pamela. Pamoja na mwingine anaitwa Beatrice. Amen. Kila mwingine alikuwa anaitwa Mary. Hawa wazee waliweka chini wakiona huyo Yesu ambao walipenda. Na alikuwa anawaambia kwamba hata kama mnampenda Yesu jinsi mnampenda. Lakini kitu ambacho mnafaa kujua. Ya kwamba kuna wakati itafika ili Mungu apatie mbavu yenu. Lakini ukai kujua. Ya kwamba huyo mbavu wako ambao Mungu anakuandalia. Sasa hivi anaishi peke yake. Hakuna amani. Tena hakuna kitu kinachomsumbua. Lakini utakapopiga hatua ili ukafike katika hiyo nyumba. Hallelujah. Hallelujah. Itaanza tu hapa. Hallelujah. Amen.